Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Bado tuko Sangambi kwa ajili ya kuhakikisha tunakuletea ripoti mbalimbali ambazo zinakuwa zinapatikana huku leo kuelekea usiku ya uzinduzi wa Benja Music Sound pamoja na gari la matangazo. Niko na blaza hapa. Tuambie blaza kwanza, uko poa? Niko fresh. Fresh kabisa. Safi. Umepoa mwanangu? Niko safi. Kabisa? Kabisa. Tuambie unaitwa nani? Naitwa Samuel Kandonga. Natokea kata ya Sangambi. Okay. Unashughulika na nini? Mimi ni mchimbaji. Mchimbaji. Mimi niko kwenye sekta ya madini. Okay. Yanapatikana? Tuje tuwekeze. Karibu. Karibu, Sangambi ni njema. Atakaye na aje. Umetisha sana. Kwambie Benja Music tumemfahamu kitambo gani? Huyu dogo mimi mdogo wangu yuko vizuri. Anatisha kwa kata ya Sangambi, hii anawakilisha. Okay. Mdogo mmoja ambaye hana shida. In short niseme hana shida, tunaishi naye vizuri. Anatusaidia pale utakapomhitaji, ukimuita ni mtu ambaye yuko fasta sana. Bwana ametoa ofa kwamba mtu yeyote atakayekuwa amepatwa matatizo msiba kipia kwenye kata ya Sangambi anatoa mziki bure. Kwako binafsi dogo yuko vizuri, hiyo issue anaendelea kuifanya na anatusaidia kwa kifupi. Yani tuseme ni dogo ambaye hajisikii. Ukimwita anakuja kwa wakati. Okay. Kwa hiyo tunampenda na sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu amjalie asiishie hapo, aende mbali zaidi. Okay. Bwana kuelekea sasa kwenye kilele cha uzinduzi, binafsi kama mdogo kaka mtu, rafiki yako, tumejipangaje? Mimi nimejipanga vizuri. Nimejipanga vizuri kwa ajili ya uzinduzi wake, nitamsapoti. Akinitaka nipo. Leo kitawaka wewe binafsi. Mimi ananijua. Mtoto yeye ananijua. Sisi Asili Yetu TV tunakusubiri pale. Tuone nguvu ulionayo. Mchimbaji, tunaamini leo pesa zitakuwa nyingi sana. Yaani hatuko kinyonge. Hatuko kinyonge. Umetisha sana. Una ujumbe upi kwa Benja Music sasa? Kwa kweli ujumbe wangu ni kwamba dogo asikate tamaa. Changamoto najua kwenye maisha zipo. Yaani sijajua anapitia wapi, yeye anayajua, lakini asije kavunjika moyo, aende zaidi kwa sababu anazidi kututangazia, anazidi kutupaisha, Sangambi yetu inazidi kung'ara zaidi. Okay. Kwa katika hilo mimi nasema dogo, Mungu ambless, aende mbele, asiangalie nyuma bali angalie mbele anakoenda. Okay, umetisha sana my brother, tukutane baadaye. Nashukuru sana. Bwana, bado niko na wadau. Ukumbuke kwamba leo ni siku ya pili tangu Asili Yetu TV tulivyotia timu kwenye wilaya hii ya Chunya kata ya Sangambi kwa ajili ya kumpa sapoti mwana yetu, na leo tuko kitaani tena kuhakikisha kwamba tunazungumza na wadau mbalimbali. Heshima yako kwanza mzee wangu. Marahaba. Uko poa kabisa? Niko vizuri. Kwambie unaitwa nani? Ninaitwa Fred Justin Towanga. Mwana Yanga harisi. Una kadi? Ninayo. Kama unavyoonekana. Umetisha sana. Kwambie Benja Music ni nani kwako? Benja Music ni familia lakini ni rafiki. Okay, ni familia, ni rafiki. Yeah. Okay. Tunamfahamu vipi? Namfahamu kwa maana ya huduma anazozitoa za matangazo kwa eneo letu hili. Hivi mzee wangu, nadhani kwa sound alionayo kuna upingamizi? Hapana, ametisha. Ametisha. Na hii Sangambi haitoshi kwake. Haitoshi. Tuzungumzie Chunya nzima. Una ujumbe upi sasa kwa Benja Music kuelekea siku yake ya uzinduzi siku ya leo? Kwanza nafurahi kufanya tendo hili. Ni jambo la kihistoria kwake, lakini hata huduma anazozitoa tunaziona. Okay. Na kubwa zaidi hii hoja ya kwenye misiba. Kutoa huduma bure. Hii ametisha kuliko kawaida. Hii ameua. Na ni kitu ambacho kinatakiwa kuigwa kwa kila mtu mwenye hoja ya matangazo eneo lolote. Okay. Tanzania, si tu hapa. Tanzania. Huo ndio wito wako kwamba watu wajitolee. Okay. Kwa matatizo tumeumbiwa sisi binadamu. Okay. Na kujitoa hivi ametoa zaidi ya pale. Tunahitaji kumsupport. Umetisha sana. Tuambie siku ya leo sasa tunaenda kuzindua gari la matangazo pamoja na muziki. Mzee wangu tutakuwepo? Lazima niwepo. Siwezi kukosa. Sio kukosa. Anawaambia na wenzangu ambao pia hawajapata ujumbe huu, marafiki
tutawaambia. Okay. Lakini eneo hili na jambo hili wewe ufanya la kihistoria hatuhitaji kukosa. Okay. Ni kitu kizuri sana. Asante sana. Tukumbushe jina. Naitwa Fredi Justin Tohanga. Sawa, tukutane baadaye ukumbini mzee wangu. Hakuna neno. Hakuna neno. Naam, karibu sana mtazamaji wa Siri Yetu TV, natumaini uko poa mzima wa afya. Bado tuko mtaani tunapiga story, tunafanya interview na wadau mbalimbali. Dada, habari yako? Salama. Uko poa kabisa? Mimi niko poa. Tuambie, unaitwa nani? Naitwa Rose Komba. Wengi wananifahamu kwa jina la Madam Komba. Okay. Shukrani sana. Benja Music tumemfahamu kitambo gani? Ni muda mrefu sana toka mwaka 2023. Okay. Hiyo na nishafanya naye kazi sana. Kazi zipi? Tujuze kazi ambazo tumewahi kufanya naye. Kwa mara ya kwanza kabla sijahamia katika kata hii ya Sangambe nilikopo kule Igundu. Na katika mahafali nyingi pale shuleni ndio tulikuwa tunamtumia. Na hata katika shughuli mbalimbali zilizokuwa zinaendelea katika jamii bado Bwana Benja alitumiwa vizuri sana. Okay. Kwa madam tunamfahamu Benja kupitia kazi ambazo tulikuwa tunazifanya. Tunataka utuambie kupitia hizo kazi ambazo mmezifanya, mziki wake tunauonaje? Yaani mziki wake kwa sasa naona unafika mbali sana. Sababu kwa mara ya kwanza hakuwa hivi ninavyomuona kwa sasa. Yaani niseme wazungu wanasema ameimprove. Kutoka ile hali ya mara ya kwanza ilikuwa ni hali ya kawaida, ilikuwa ni mziki ambao ulikuwa ni wa kawaida, lakini kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda naona kabisa mziki huu utafika mbali sana. Okay. Na tuna ujumbe upi kwa Benja Music kuelekea siku yake ya uzinduzi wa mziki wake? Mimi nataka tu niwaambie wana Benja, nimemfahamu ni muda mrefu sana na ni kijana ambaye kwanza naamini kabisa ni kijana mpambanaji. Kwa hali aliyokuwa mara ya kwanza alikuwa anabeba vyombo vyake katika hali duni sana, lakini kwa sasa naona hali yake ni njema. Mimi namtakia kila la heri, na katika mafanikio yake nataka nimuombe zaidi kwamba hapa alipofikia sija kaboteka akaona kama ndio amefika mwisho. Kwa hiyo kuna haja ya kuongeza au kufanya kazi zaidi na kuboresha huu mziki wake, asiishie hapo tu. Afahamike sio kwa kata ya Sangambe tu, ikiwezekana kwa Chunya nzima, Mbeya nzima na hata dunia nzima ikiwezekana. Asante sana kwa time yako, tumepiga story na yeye, tumeenjoy, tukutakie kila la heri. Asante. Karibu sana mtazamaji, bado tuko kwenye kuhakikisha kwamba interview zinawafikia wadau mbalimbali wa Benja Music Sound, na sasa hivi niko na dadangu hapa. Karibu sana Siri Yetu TV, tuambie unaitwa nani? Asante, kwa majina naitwa Ndekule Mvwini. Ni mkulima mkazi hapa kijiji cha Sangambe. Mkulima wa nini huku? Mahindi huku. Yanakubali. Ndio. Kweli? Ndio, na tunachimba pia. Na tunachimba pia. Madini. Madini. Okay, shukrani sana. Tuambie Benja Music mmefahamiana muda gani? Ni muda kidogo. Ni ndugu yetu, ni rafiki yetu. Miaka kama mitatu. Tangianza hizi biashara. Okay. Tuboreshea sherehe zetu, shughuli mbalimbali za masherehe, misiba. Nadhani ndio mtu tunamtegemea sana katika kata hii. Na leo nimesikia akitoa tangazo lake kwamba mtu yeyote atakayepatwa msiba anatoa mziki wake bure. Ni kweli. Kwako kama rafiki yake, mshauri wake, mama yake mdogo, dada yake, ulipokeaje hilo? Nalipokea vizuri. Nalipokea vizuri, maana kuna vitu kupitia mziki huu tunanufaika sana. Yaani sana. Okay. Na mziki wake uliwahi kufungwa kwenye harusi na ukawepo ukasema yes kwa huu mziki na enjoy sana. Una ujumbe gani sasa kwa Benja Music Sound siku ya leo? Namwombea tu kwa Mwenyezi Mungu. Mungu aendelee kumtunza, ampe maisha marefu. Kijana wetu aendelee kustawi, kutambaa. Maana mziki wake ni mzuri sana. Sawa, shukrani sana. Tukumbushe jina, unaitwa nani? Jina langu naitwa Ndekule Mvwini. Okay. Asante, karibu tena kwenye event ambayo inaandaliwa siku ya leo, tusherehekee pamoja. Asante, tuko pamoja. Karibu nawe pia. Asante.